Hii ni albamu yetu ya pili ambayo inapeleka jina kwa mtumishi, na maono yetu ni kwamba kila mmoja awezi kuwa mtumishi. Kama mimi nilivyo mtumishi, hata wengine waweze kuwa watumishi, kwa sababu ndio mwito ambao tumeweza kuitiwa. Side TV. Side TV. In God we trust. Na mpenzi wa Side TV, bali nite JFG kama nilivyokuwa kwenye sherehe na nimekutana na mtumishi ambaye anasimamia kanisa hili ambayo inakuja kuzindua kwa siku ya leo, na pia kuingana naye kuweza kujua moja mbili tatu ambayo imefanyika na watu wake na amepokeaje na ameungaje mkono, kwa sababu ni jambo la furaha, ni jambo la maana sana kwa kanisa kuwa na vijana kufanya kazi ya kanisa kama na hii. Bana, baki hapo mwanzo mwisho uweze kufahamu mengi zaidi. Jambo bwana. Jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuambie ni furaha ina gani ambayo kuna kwa siku ya leo baada ya kuona vijana wako wamefanya uzinduzi kama na huu? Hii ni furaha ya kipekee sana, kwa sababu ni moja ya kuweza kuhimiza hata vijana wengine kuweza kujiunga katika kundi hili kwa kuweza kuendeleza kazi ya Mungu, na ndio mwito ambao Mungu ameweza kutuitia. Ndio. Mtumishi, unaweza kushauri nini vijana wako, kwa sababu tumekuja kuona kwenye vijana wako ambao wako wanaimba kwaya, wengi ni wanawake, wanaume hawapo. Ni njia gani ambayo utatumia ili kuwavutia vijana wa kiume, kwa sababu ndio wengi ambao wanapotoka na dunia? Ndio, katika swala hilo tunajaribu kuweza kuhamasisha kwa katika hali ya kuweza kuwatembelea kila mmoja kwa nafasi yake, na tunashukuru Mungu kwa sababu tunajaribu kufanikisha baadhi yao, na nina imani kwamba kwa msaada wa Mungu tutaendelea kuwapata wengine. Na hapo mtumishi, kwenye mahubiri pale ulihubiri, umechukua dakika 5 tu ukao umemaliza kufundisha. Hii ni kawaida yako au ni kwa sababu umekutana na vijana kwenye uzinduzi huu ukaamua kutumia short form ili uweze kukuelewa? Nimetumia muda mfupi kwa sababu ya kuweza kuandaa watu wengine waweze kufanya yale ambayo yameweza kutuleta, au kwa lugha nyingine kukomboa muda. Lakini kawaida yangu ni kutumia maandalizi dakika 30. Dakika 30. Hapo kwa vijana ambao mmekutana nao leo katika leo, ilikuwa nafasi nzuri ya kutumia muda mzuri wa kuweza kuwafundisha neno la Mungu. Wanaotumia muda mwingi sana kuwafundisha, kwa sababu ni nafasi ambayo umepata neema kukutana na vijana wengi sana kule kanisani. Ni kweli kabisa, lakini sasa kutokana na muda ambao tulionao na taratibu za kambi, nisingeweza kama kuendeleza huduma, kwa sababu zingeweza kuasirisha watu wengine kuwajibika. Mtumishi, baada ya hili tukio tarajia nini tena kutoka kwa vijana wako hao? Na watarajia kwamba waweze kuendelea katika albamu nyingine ya 3 hata na ya 4 pia, kwa kuwa ndio maono tulionayo, na kuweza kutengeneza miradi nyingine mbalimbali ya kuweza kuwezesha kazi ya Mungu hii. Labda hizi nyimbo kabla hawajaenda kurekodi walikufikishia, ukazikagua, ukaziona zina maadili ya Kikristo, ndio kwa waruhusu waweze kufanya kazi hiyo? Ndiyo, nisinge kwenda kuridhika na muonekano, hata mimi mwenyewe nisingeweza kuonekana kwenye TV, kwa sababu nilihudhuria nikawa mmoja wapo katika tukio hilo. Labda hapo ni nyimbo gani ambayo imekufurahisha kwenye albamu hii? Zote zinafaa kwa sababu zinamtukuza Mungu sana. Wengine watumishi wanakuwa wanasema kuwa labda vijana wakienda kuzindua wanakuwa wanaacha maadili ya kanisa, wanafanya mambo ya kidunia zaidi. Unaweza kuambia nini kuhusiana na albamu yako hii ambayo umefanya vijana wako wewe? Hii ni albamu yetu ya pili ambayo inapeleka jina kwa mtumishi, na maono yetu ni kwamba kila mmoja awezi kuwa mtumishi. Kama mimi nilivyo mtumishi, hata wengine waweze kuwa watumishi, kwa sababu ndio mwito ambao tumeweza kuitiwa. Ndio. Asante. Basi neno moja kwa vijana wako ambao wametolea kutoa support kwa ndugu zao na kuweza kufanya kitu kikubwa kama na hichi. Neno moja la msingi ni kwamba Mungu awabariki sana, kwa sababu kama wasingekuwa wao wasingeweza kuendelea, lakini kwa msaada wa Mungu kupitia wao wanaendelea. Na hata pia albamu ya 3 pia waweze kusupport wenzao kwa lengo la kuweza kujiendeleza zaidi.
Asante kwa muda wako. Asante, barikiwe. Hata kwa majina bado unaweza mtumishi nani? Naitwa Reverend Apasa Baruani, mchungaji wa Pefa sekta ya kwanza. Asante sana. Ndio. Na mtazamaji wa sasa, nilikuwa na mchungaji Baruani na ametufundisha mengi sana. Ametuambia kuwa albamu hii inakuja kufundisha na kuokoa wale ambao walikuwa wamepotea. Bana, mimi ni J4G. Asante sana Software Kashidi kutoka Marekani kwa kunifanya niwe happy kila siku. Bana, siku ya leo kwenye msafara niko na Director M na bana nifanye vizuri zaidi sana kwenye shirika kama hili. Na siko peke yangu. Naweza kuambia ni mimi pamoja na timu nzima ya Safi Kashidi. Asante kwa muda wako, tukutane muda mwingine. Ciao. Side TV. Side TV. In God we trust.